Wakati wa kusikia neno la Mungu, na anayetuletea neno la Mungu ni rafiki yangu ambao hatujajuana kwa muda mrefu, lakini yeye ni mwanapefa. Yeye ni missionary pale katika nchi ya Rwanda, ingawaje yeye ni mzaliwa wa DRC Congo, lakini anafanya huduma pale katika nchi ya Rwanda. Yuko karibu sana na askofu wa Rwanda, Askofu Safari. Kuna wakati tukifungua hii kanisa Askofu Safari alitembelea hapa. Kwa hivyo ni ndugu ambaye ninamuamini kwa sababu anafanya kazi na askofu ambao ninao mheshimu zaidi. Kwa hivyo sio mwingine bali ni missionary David Sadiki. Kwa hivyo pigeni makofi tunapomkaribisha mtumishi wa Bwana aje atuletee neno la Mungu. Karibu sana mtumishi wa Mungu. God bless you so much. Alafu siku ya leo tutakuwa na different interpretation. Kawaida Aswani amezoea kuinterpret kutoka Kiswahili, kutoka Kizungu kwenda Kiswahili. Leo atainterpret kutoka Kiswahili kwenda Kizungu. Kwa maana amen. Kwa maana our service today inaonekana nchi za ng'ambo. Kuna watu wanaiona, wanaifuatilia kule na wanahitaji kusikia hiyo mahubiri kwa Kiingereza. So karibu sana mtumishi wa Mungu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunawasalimu katika jina la Yesu. Acha tubaki tukisimama. Kabla sijaendelea, tufungue Biblia zetu na tuweze kusoma ili kwamba niweze kutoa za shukrani zangu, lakini nisiwasimamishe mara nyingine tena, lakini hata nimalize mara moja. Vitabu viwili katika kitabu ya Mathayo sura 13 na mstari wa 23. Naweza kusoma kwa Kiswahili yangu ambao nimezoelea. Natumia Kiswahili ya Kongo saa hizi. Ninatumia Kiswahili ya Kongo. Na nataka pia usikilize namna gani Kiswahili ya Kongo inakuwa inazungumza. Kitabu ya Mathayo sura 13, the book of Matthew chapter number 13 na mstari ule wa 23, verses 23. Ninasoma. I'm going to read. Na kila mmoja anafuata katika Biblia yake. Basi each and every one of us should be follow from your Bibles. Biblia ambayo ni neno la Mungu inasema hivi. The Bible which the word of God says, naye aliyepandwa juu ya udongo mzuri ni yeye anayesikia neno la kulifahamu. Ndiye anayezaa matunda, wengine 100 na wengine 60 na wengine 30. But the one who received the seed that fell on good soil is the man who hears the word and understands it. He produces a crop yielding 100, 60 or 30 times what was sown. Ninamalizia kwa kitabu ya Galatia. I finished from the book of Galatians. Galatia sura 6. Galatians chapter number 6. Na mstari ule wa 9. And verses number 9. Wa Galatia. Galatians sura 6 na mstari ule wa 9. Galatians 6 verses 9. Inasema hivi. How the Bible says. Inasema hivi. Na katika kutenda mema tusichoke, kwa maana wakati wake tutavuna tusipozimia. Amen. Let us not become weary in doing good. Tunaweza kukaa. For at the proper time we shall reap a harvest if we do not give up. Tunaweza kukaa. We can now sit. Mchungaji ameniombea. The pastor has prayed for me. Na siwezi kuomba tena, lakini naamini mafuta ambayo iko juu yake. But I'm not going to pray again, but I believe the anointing upon his life. Na nina moyo wa shukrani kabisa. But I have a grateful heart. Kwanza kuwa Kenya. For number 1 to be in Kenya. Ni mara yangu ya pili kuja Kenya. It's my second time to be in Kenya. Mara yangu ya kwanza kuja Kenya. My first time to come to Kenya. Nilikuja na askofu mkubwa. I came with the senior bishop ambaye anatuongoza kwa nchi ya Rwanda. Who is leading us there in Rwanda. Na tulikuja kwa habari ambayo haikuwa nzuri wakati askofu mkuu alikuwa amefariki. We came not for good news but so when the bishop had died. Na nilirudi. I went back. Na mara ya pili tena nimerudi. And the second time now I'm here. Sasa mara ya pili, this time being the second time, nilikuja ni kama nikitafauti, kwa sababu nilitaka nijue wa ndugu
ambao wanashiriki kwa makanisa ya PEFA Kenya. But I came with another different assignment just to come and know and have a relationship with people who fellowship in PEFA here in Kenya. Na imekuwa baraka kwa sababu niko ndani ya nyumba. But it's a blessing to be in the house of God. Na nimehisi kuwa ndani ya nyumba. And I have lived being in the house of God. Na nimehisi pia uwepo wa Mungu ndani ya nyumba. And I have felt the presence of God in this house. Amen. Amen. Kwa hiyo na moyo shukrani. Basi I have a heart of gratefulness. Kwa mchungaji mkubwa wa mahali. Because of the senior pastor. Bishop Ambuka. Bishop Ambuka. Ninamheshimu sana. I respect him so much. Askofu wangu amekaa pamoja na mimi. Basi has stayed with me. Ambaye tulikuwa pamoja na yeye. We have been with him. Tulikuja pamoja na yeye hapa. We came with him here. Na alitaka pia akuje hapa lakini haikuweza. But he wanted to be here but it was not possible. Alikuwa na shughuli na rais wa nchi hii wa Hilltop Hotel. But he had some issues with the government of this nation. Na alimpigia bishop lakini hakuchukua simu. But he called the bishop but he was not able to pick the phone. Na akaniambia kwamba usirudi. Usirudi Rwanda. But he said don't go back to Rwanda. Lakini nitakuunganisha na huyu rafiki yangu alafu mjuane, ni baba mzuri sana. But I will connect you with my friend and he's a good person. Asubuhi and this morning nimempigia simu. I called him. Nimemwambia kwamba niko pamoja na rafiki yako. I told him I am together with my friend. Na amenipokea vizuri sana. And he has received me very well. Na leo nimebarikiwa ili kwamba niwe baraka pia kwao kupitia neno. And I am blessed to become a blessing also to them. Na naahidi kwamba nitakuwa baraka kwao kupitia neno. And I believe that I'm going to become a blessing to each and every one of us. Kwa hiyo nashukuru Bishop. I am so grateful to you, Bishop. Nasema asante kwa ajili ya kunipatia nafasi hii. Thank you for this opportunity. Asante pia kwa mama. Thank you for mom. Unajua kwa lugha yetu tunasema kwamba ukiona mwanaume wa nguvu tambua kwamba kuna mwanamke wa nguvu nyuma yake. We say behind every successful man there is a woman behind. Tunasema asante sana mama. Thank you so much, ma'am. Kwa ajili ya kuendelea kumchunga Bishop vizuri. The way you are going to, the way you are standing with the Bishop. Nashukuru watumishi wa Mungu wote. Thank you so much, servants of the Lord. Ambao wako pamoja na sisi siku ya leo. Who are together with us this morning. Na wewe ambao umepata neema ili kwamba tuweze kuwa pamoja kwa ajili ya kusikiliza neno la Mungu. Them that have received the grace to come and hear the word of God. Mungu wa mbinguni akubariki. And the Lord of heaven may bless you so much. Mungu wa mbinguni akubariki. God may bless you. Nilikuwa nasema Mungu wa mbinguni akubariki. I'm saying may the Lord bless you. Nilikuwa nasema Mungu wa mbinguni akubariki. I am saying may the Lord bless you. Hallelujah. Amen. Kwa hiyo asanteni sana. So thank you so much. Nimeshatoa neno ambayo tumesoma. I have already read the word that you have read. Na wacha bila kukawia niingilie ndani ya neno ambayo nimetoka kusoma hapa. Let me go direct to the word that I have tumetoka kusoma andiko mbili ndani ya Biblia. I have read two portions of the Bible. Na andiko ya kwanza ilikuwa kitabu ya Mathayo na andiko ya pili ikakuwa kitabu ya Wagalatia. The first one from the book of Matthew and the second one from the book of Galatians. Na neno ambalo Mungu ametia pamoja na mimi kwa moyo wangu ili kwamba niweze kuzungumza pamoja na wewe. The word that the Lord has put in my heart to come and share with you. Inasema kwamba says mbegu na mpandaji. Basi the seed and the sower. Mbegu, the seed, mpandaji, and the sower. Mbegu, the seed, na mpandaji, and the sower. Sasa unajua kama nimerukia hatua. It's like I have jumped some steps. Lakini unajua tuko wa Christmas. You know we are in Christmas. Na sikutumia hili neno lakini acha nirudi nyuma kwanza niseme Merry Christmas. Let me say I wish you a Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Sasa unajua sisi tunatumia French. No, we normally use French. Hatuna uzoefu wa Kiingereza. We are not used of English. Sasa kwa French we are used of French. Tunasema Noel. Tunasema Joyeux Noel. Joyeux Noel. That's French. Joyeux Noel. It means Merry Christmas. That one means Merry Christmas. Aha, sasa umeshasikia hiyo pia utajifunza. Asanteni sana. Kwa hiyo tuko katika sherehe wapendwa. We are still on the celebration. Na sherehe inaendelea. And the celebrations are still on. Kwa sababu gani? Why? Tunakuwa na mfalme wa wafalme. Have the King of Kings. Ambaye hajawahi kufa. Who has never died. Alafu unapomuona kila leo ndani ya maisha yako. Any other time you see him in your life. Utasherekea kila leo. You celebrate. Utasherekea kila leo. You will celebrate even today. Lakini ukiwa na mfalme ambaye anaweza kuwa leo na akufe kesho. If you have a king who can be today and tomorrow he has died. Basi kutakuwa wakati utalia. There was a time na kunakuwa wakati utasherekea. And the other times you will be celebrating. Lakini yule ambaye tumemwamini. But the one that we believe in. Wengi wamepita.
Many have come and gone. Majina makubwa yamepita mbele zetu. Bigger names have come and gone. Watu wakuu mbele zetu wamepotea. Bigger people have come and gone. Lakini yeye hajapotea. But he has always been there for Hawezi us. kushikwa na corona. He cannot be affected by corona. Hawezi kushikwa na Omicron. He cannot be affected by Omicron. Yeye ni mfalme wa wafalme. He is the king of all Mfalme kings. wa wafalme. He is the king of all kings. Mfalme ni nani? Who is a king? Ni sisi. We are. Na yeye And him, ni mfalme wa wafalme. he is the king of kings. Ambaye anatawala wafalme. Who governs all the kings. Ambao ni sisi. Who are we? Kwa hiyo neno ambalo nilikuwa nasema kwamba Whatever I was trying to say, nilikuwa nasema kwamba mbegu na mpandaji. I was talking about Na seed kabla and the sower. sijaendelea mbali, And before I go nitaka further, kuuliza nini I want to explain what is a seed, na niweze kujibu. and also to answer. Na kabla sijaendelea mbali, And before I go further, nitaka kusema kwamba mbegu I want to say that ndio seed msingi wa kila kitu ndani ya maisha yetu. is the foundation of everything in our life. Msingi wa kila kitu ndani ya maisha yetu, The foundation of everything in ama our life. uanzilishi wa kila kitu ndani ya maisha yetu Or the pioneer of everything in our lives. ni mbegu. It is the seed. Sasa hatuwezi kuzungumzia mavuno ikiwa hakuna mbegu. We cannot speak about the harvest if there's no Hatuwezi kuzungumzia kuendelea pasipo mavuno. We cannot speak about progressive if there's no seed. Hatuwezi kuzungumzia mafanikio pasipo mavuno. We cannot speak about prosperity Lakini without seed. tunapozungumzia mavuno, When we speak about the harvest, tunapozungumzia kufanikiwa, as we speak about prosperity, tunapozungumzia kuendelea mbali, as we spoke about progressiveness, tunapozungumzia kupanuka katika huduma, we speak about prosperity in kunakuwa ministry. uanzilishi wa kila kitu. We know that the pioneer of everything, Na hii uanzilishi that the pioneer inaitwa is called the seed. inaitwa mbegu. It's called the seed. Hata Biblia inapozungumzia Yesu, When you speak about Jesus, inazungumzia kwamba mbegu ilivaa mwili. Inazungumzia kwamba neno ilivaa mwili. it speaks about that the word wore flesh Na ikakuja kupandwa and came and be planted, ili kwamba tuvune matukio mazuri. so that we can harvest a good harvest. Napozungumzia mbegu wapendwa, As we speak about the seed, na sizungumzie mbegu ambayo ni yale ambayo unafikiria leo. we are speaking about what Sitazungumzia mbegu ambayo unafikiria. I'm not speaking about the seed that you know, Lakini nitazungumzia mbegu ambayo ni neno. but I'm going to speak about the seed which is the word of God. Mbegu ambayo ni neno. The seed which is the word of God. Iwe upande wa neno la Mungu, But on the side of the word of God, pia itakuwa ikiwa ni upande wa neno katika neno la Mungu, that if you are being planted in the word of God, na itakuwa vile vile neno ndani ya mioyo yetu. and it will also be the seed in the flesh. Sasa mbegu ni nini? What is the seed? Mbegu ni makusudio mazuri. Mbegu ni makusudio mazuri. Makusudio mazuri. But, a seed is a good deliberation Ama mabaya or bad ambao unaweza kuwa nayo that you can have kwa ajili ya mtu mwingine only because of somebody else ama wewe binafsi. or you yourself. Mbegu A seed, ni makusudio it is a deliberation, a purpose, mazuri which is good ama mabaya or which is bad, ambao unaweza kufikiria kwa ajili ya mtu mwingine ama wewe peke yako that you binafsi. can maybe think of somebody else or even you yourself. Kwa sababu gani? For what reason? Napoenda kupanda mbegu ndani ya udongo, As you go to sow a seed on the ground, inatokana na moyo ambayo inanisukuma kwenda kufanya. it comes from the motivation from your heart. Ni hiyo matokeo ya moyo It is the result of your ndiyo heart inanisukuma kufanya vibaya wala kufanya vizuri. that motivates you either to do good or either to do bad. Na yote wapendwa, And for all my brothers, ilianzishwa kupitia mbegu ambayo inaita neno. and it began from the word which is the word of Na God. wakati tunapozungumzia neno la Mungu, As we speak about the word of tunaweza God, kuangalia tu aina mbili ya mbegu. we are going to look at two kinds of the Na seed, tutaona pia aina mbili ya mavuno. and we're going to see two types of a harvest. Na tutaona aina mbili ya wanaopanda We are going to see two people who also na aina plant, mbili ya wanaovuna. and also two people who also reap. Katika kitabu ya Mathayo ambayo tumetoka kusoma, In the book of Matthew that we have read, Biblia ilikuwa wazi the Bible says, na imesema namna hii: this is what the Bible has said, wale waliopanda juu ya udongo mzuri those who sowed in a good ground, ndio
wanaolisikia neno la Mungu na kulifahamu. Those are people who hear the word of God and Ndio understand it. wanaozaa matunda. Those are the people who bore fruits. Naweka mkato hapa nikisema namna hii. Naweka mkato hapa nikisema namna hii. I'm trying to put a shortcut as saying, pasipo kusikiliza neno la Mungu kunaonekana utasa. without listening to the word of God, Pasipo kulisikiliza neno la Mungu, without listening to the word of God, kunaonekana utasa, we become barren. kutokuzaa. We don't give Ina back. maana kwamba tukitaka maisha yetu yazae kila siku, If you want our life to produce every tukitaka single maisha day, yetu if you want our life to panda na grow kuendelea juu, and to move on, kunakuwa tu hali ya kulisikiliza neno la Mungu. we need to be people who listen to the word Na of God. pasipo kulisikiliza neno la Mungu, And wapendwa, without listening to the word kunaonekana of God, utasa, kunaonekana kutokuzaa. we become barren. We do not Lakini bear ninapoona tunakaa kwa ajili ya kulisikiliza neno la Mungu, fruit. As we sit and listen to the word of God, ninaona matokeo ya kuzaa 160 na kuendelea. I see a result of reaping 100 and even 60-fold. Na wakati tunazungumzia ile neno la wapendwa, As we listen to the word of God, tumeona kwamba Yesu alikuwa mfano mzuri we see that Jesus was a good ambaye example. alitokea ili kwamba apande mbegu He that came out so that he may go and plant a seed. na atarajie mavuno kwa ile ambaye alipanda. And also he was expecting a harvest from whatever Na he had akaanza kusema sown. kwamba wale wanaolisikiliza neno la Mungu Those who listen to the word of God, ndio wanazaa. those are the people Hiyo who go. neno inakuwa mbegu ndani yao. That word become a seed in their lives. Na hapa kunakuwa nukta tatu za kwanza ambazo tunaweza kufikiria juu yake. And now we can have 3 points that we can hear from these people. Nukta ya kwanza The first point ni neno la Mungu is the word of God ambao tuko kusikiliza. that we hear. Nukta ya pili The second ni point, udongo mzuri. a good ground. Na nukta tatu And the third point, haijaandikwa hapa lakini lazima nitafute, it is not written here but I will say it. ni mpandaji. It's the one who sow. Nukta ya kwanza wapendwa, The first point, tunasema kwamba ni brethren, neno la Mungu is the word of God ambalo linakuja ndani ya maisha yetu, that comes in our na lives. wakati linakuja ndani ya maisha yetu And when it comes in our lives, linatuletea kuzaa, it brings that ability to give birth. linatuletea kuzaa. It brings that ability Na to give nukta ya birth. pili tunasema kwamba And the second point we ni say, udongo mzuri it's a good ambao ground unapokea mbegu mzuri. that receives a good seed. Na hii udongo mzuri wapendwa, And this good ground, brethren, hii udongo mzuri this good ground, pia kuna udongo mbaya, na maana kwamba there are also another bad ground. wakati Biblia inazungumzia udongo mzuri, When you speak about a good ground, ina maana kwamba ni udongo ambayo imeandaliwa, it's a ground that is already ni prepared. udongo ambayo imewekwa tayari It's a ground that has been kwa ajili prepared ya kuweza kupokea mbegu. so that it can receive a seed. Na wakati Biblia inapozungumzia mbegu mzuri, When the Bible speaks about a good Biblia ground, inazungumzia kanisa. speaks about the church, Biblia inazungumzia kanisa. speaks about the church. Kwa nini Biblia inazungumzia kanisa kuwa mbegu mzuri? Why does the Bible says calls the church a good ground? Kwa sababu kanisa Because the church si muungano ya wenye dhambi, is not a congregation of people. lakini kanisa ni muungano ya watakatifu. It's a congregation of Na holy wakati people. Biblia inapozungumza kwamba ni udongo mzuri, When you speak about the church being a good kwa sababu ground, imeandaliwa, it's because it's already prepared. imetakaswa, It has sanctified. imesafishwa, It has been washed. imeoshwa. It has been washed. Na wakati imeoshwa, The moment has been washed. imeitwa udongo mzuri. It has been called a good ground. Wakati Paulo alipoandikia kitabu ya Wakorinto, When Paul was writing to the book of Corinthians, alipoandikia Wakorinto, he was writing to the Corinthians people. aliandikia watu He wrote to people ambao walikuwa ni muungano ya watakatifu. who were a congregation of the holy Anasema people. kwa watakatifu walio katika Korinto. He speaks about the holy people in Lakini hii ni Corinth. mji ambao ilikuwa ni mji mkubwa. It was a city that was a big Lakini city. anazungumza pamoja na anatia nukta, anasema kwamba kwa watakatifu walio katika Korinto. He is speaking about the holy people in Corinth. Kwa sababu gani wapendwa? Why, brethren? Walikuwa wamelinganishwa na udongo mzuri ambao niko nazungumzia hapa. They were compared with the good ground that I'm speaking Na about nukta here. ya tatu wapendwa, And the third point, brethren, ninazungumzia mpandaji. I'm talking about the sower Na now. ninapozungumzia mpandaji, When I speak about the sower, sijazungumzia mimi ambaye nimesimama mbele yako leo, I'm speaking about me who is standing before you. lakini nazungumzia I'm talking about Mungu
Our God, ambaye anasimama kupanda ndani ya shamba yake. who stands to sow in his own Nazungumzia shamba. Mungu I'm speaking about ambaye God, anasimama kupanda ndani ya shamba yake. who stands to sow in his garden. Ina maana kwamba kanisa ni ya Mungu. And the church, it is Na God. ikiwa kanisa ni ya Mungu, I know the church ni belongs to Mungu God. anasimama kupanda ndani ya shamba yake. And God stands to sow in his garden. Na Mungu anapopanda ndani ya shamba yake, And when God sows in his garden, Mungu hawezi kupanda vilivyo vibaya ndani ya shamba yake. God cannot sow bad seeds in his Mungu garden. hawezi kupanda vilivyo vibaya ndani ya shamba yake. God cannot sow bad things in his Kwa shamba. nini? Why? Kwa sababu ni yake. Because it belongs to Bwana Yesu him. asifiwe sana. Bwana asifiwe. Wewe ukiwa na shamba yako wapendwa, If you have your own shamba, unajitahidi kupanda vilivyo vizuri you sow good things ili kwamba uvune vilivyo vizuri. so that you can harvest good things. Pia ikiwa Mungu wapendwa, So God also, na wewe ni shamba yake, now you are his own garden. Mungu hawezi kupanda vilivyo vibaya ndani ya shamba yake. God cannot sow bad things in his own shamba. Haitawezekana. And it cannot be possible. Mungu Our God, hawezi kupanda vilivyo vibaya ndani ya shamba yake. he cannot sow bad things in his own Lakini shamba. Mungu anapanda vilivyo vizuri ndani ya shamba yake. God sows good things in his own shamba. Kwa nini? Why? Kunakuwa principle ndani ya Biblia. Kunakuwa principle ndani ya Biblia There's a principle in the Bible ambayo inasema hivi, that says, akipandacho mtu ni kile atavuna. whatever you sow is whatever that you reap. Alafu hili neno linarudi vile vile, And the word comes the same way. akipandacho Mungu ni ile atavuna. Whatever God sows is whatever he Ile ambayo Mungu amepanda whatever that he sows, ndio anatarajia kuvuna. he's the one that is Alafu expecting to reap. Mungu And our God, hawezi kupanda mabaya ndani ya shamba he yake. cannot sow bad things in his own Kwa sababu shamba. gani wapendwa? Why, brethren? Mungu Our God, ana karakta. he has a character. Mungu hana tabia. God, he has a character. Hapana. Mungu hana tabia. God has no character. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Lakini Mungu iko na nature. And God has a nature. Nature ya Mungu ni upendo peke yake. And the nature of God is love Nature ya only. Mungu ni upendo. The nature of God is love. Ndio maana anasema kwamba yeye ageuke. He says that he never changed. Yeye ni mwaminifu. He is faithful. Yeye ageuke. He never Na changed. tunapozungumzia upendo, When I speak about love, hatuzungumzie karakta ya Mungu ya upendo. I talk about the character of God, which Lakini is love. tunazungumzia nature ya Mungu ambayo ni upendo. I am talking about the nature of God, which is love. Unapomgusa, unapoomba Mungu, When you go to pray to God, Mungu jibu ndani ya upendo wake. God answers out of his Mungu love. anapokutendea, When God does it to you, anatenda katika upendo he wake. does it out of his love. Ndio maana Biblia inasema hivi kwamba One that the Bible says, yeye ambaye anaweza kufanya zaidi ya yale tumuombayo. he who can do greater whatever you can pray. Yeye ambaye anaweza kufanya zaidi ya yale ambayo He tumuombao. who can do much Kwa more sababu whatever we anapojibu pray. Mungu, When when God answers, anajibu zaidi ya yale ambayo tunangoja tunafanya kupitia upendo wake. but he answers more than whatever we pray because he does it out of his love. Niko naeleweka? Are we Niko together? naeleweka? Are we together? Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tunasema kwamba wapendwa, And we say again kwa sababu Mungu ndiye mwenyeji wa hii shamba that God is the owner na of ni this yeye farm. peke yake anaweza kusimama apande ndani ya hii shamba. He's the only one who can be able to stand and Mungu sow hawezi this shamba. kupanda udongo mbaya ndani ya shamba yake. God cannot sow in a bad ground in his shamba. Niende mbali niseme hivi. What I'm trying to say this. Niende mbali niseme hivi. Let me go and say this. Mungu hawezi kupanda magonjwa ndani ya shamba yake. God cannot sow thorns in his shamba. Mungu hawezi kupanda kifo ndani ya shamba God yake. cannot sow a death in his shamba. Mungu hawezi kupanda laana ndani ya shamba yake. God cannot sow curse in his shamba. Mungu hawezi kupanda mateso ndani ya shamba yake. God cannot sow persecution in his shamba. Mungu Our God hawezi kupanda maumivu ndani ya shamba yake. cannot plant pain, cannot Kwa sababu plant gani things in his wapendwa? shamba. Kwa sababu gani? Why? Kwa sababu shamba ni yake. Because the shamba Na belongs to him. akipandacho mtu ni ile atavuna. Whatever somebody sows, Na whatever is akipandacho going to sow. Mungu vile vile ni ile And whatever atavuna. that God sows is whatever is going to reap. Mungu anapopanda wapendwa, When God sows, anapanda tumaini ndani ya shamba he yake. plants hope in your Mungu life. anapopanda wapendwa, When God sows, anapanda uzima ndani ya shamba he yake. plants life. Mungu anapopanda wapendwa, When God sows, anapanda furaha ndani ya he shamba yake. plants
joy. Biblia inapoenda mbali nasema hivi, Bible says, furahini siku zote katika Bwana. as I say again, Tena ninasema furahini. I say Kwa again, sababu rejoice. furaha ya Mungu Because God inakuwa tena na tena. is the joy again and again. Mungu anapopanda, When God sows, anapanda furaha ndani ya shamba yake. he plants joy in Mungu his shamba. anapopanda, When God sows, anapanda uzima ndani ya shamba he yake. plants eternal life. Mungu anapopanda, When God sows, anapanda baraka ndani ya shamba he yake. sows blessing in his shamba. Mungu God, hawezi kupanda mbegu mbaya ndani ya shamba he yake. cannot sow a bad seed in his own farm. Kwa sababu gani? Why? Kwa sababu ni yake. Because the shamba belongs to him. Twende mbali wapendwa, kwa yale ambayo tuko nazungumzia. Twende mbali kwa yale ambayo tuko nazungumzia. Let us go further to whatever that we're speaking Tuseme about. kwamba And we say, mbali na Mungu hatukuwa na uzima. without God there is no life. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Lakini wakati Kristo amekuja kwetu, When Christ came to us, ndani yake tuna uzima sasa. in him we have life. Hatutapata uzima, hapana. Hatutapata uzima, my brother. We shall never have life. Lakini ndani ya Kristo But in Christ tuna uzima. there is life. Tuna uzima. There is life. Ndani ya Kristo In Christ tuna baraka zote. there is all the blessings. Ndani ya Kristo In Christ tuna tumaini. there is hope. Ndani ya Kristo In Christ tuna nuru. there is light. Tuna nuru. There is light. Na hapo unaweza kupana example ya andiko moja peke yake. I have an example. Na moja peke yake ili kwamba tuendelee. Only one. Kitabu ya Wakolosai The book of Colossians, sura moja Colossians chapter na number 1, mstari wa 13. 2 and 3. Biblia inasema namna hii. Colossians chapter 1, Biblia inasema hivi the Bible says, kwamba alitutosha ndani ya nguvu za giza. Alitutosha ndani ya ufalme wa giza. Colossians chapter, Alitutoa ndani ya ufalme wa giza kwamba he took us out of the kingdom of darkness na akatuhamisha ndani ya ufalme ya pendo ya mwana wake Yesu and Kristo. he brought us in the kingdom of Christ. Mbali na Kristo tulikuwa ndani ya giza. Without Christ we are still in the dark. Tulionelewa na mapepo. Ambao tulionelewa na mapepo. Where we are being possessed by demons. Ambao tulionelewa na wachawi. We are being ambao tulikuwa persecuted. uwanja wa wachawi. We became even as Lakini sorcerers. Biblia inasema kwamba alitutoa But the Bible says that he removed na us. akatuhamisha Now he transferred ndani us ya pendo la mwana wake Yesu Kristo, inside the love of his own son, ili kwamba Jesus Christ, tuangaziwe na nuru ya mwana wake, so that we become like ili his kwamba son, tuishi ndani ya tumaini ya mwana that wake, we live in the hope of his ili son, kwamba tukae kanisani. those that will live in the church. Ina maana kwamba No wonder mavuno ni mengi the harvest is plenty kuliko mbegu uliyopanda. more than the seed that you sow. Sasa hapo kutakuwa shida kidogo, There will be a problem there. hapo kutakuwa shida kidogo, There will be a problem. na shida kidogo ambayo itakuwa hapa ni nini? The problem will be, Fikiria basi, nikipanda mabaya moja nitavuna mabaya ngapi? just imagine if you sow something bad, just one thing that is bad. How are you going to Nikipanda harvest? mabaya moja naweza kuvuna mabaya moja? If I sow one bad thing, will I reap the same one bad thing? Haitawezekana. It will not be possible. Wapendwa, mavuno I'm telling you, brethren, ni the mengi harvest, kuliko mbegu uliyopanda. they are bigger and better than the seed that you sow. Hatua ya pili ni kwamba The second step is, mbegu ni siri ya mtu. the seed is somebody's Wakati secret. unapanda huko peke yako, When you are sowing, you are just but alone. wakati unapanda huko peke yako, When you are sowing, you are just but lakini alone. shida si mbegu unayopanda, The problem is not the seed lakini that you sow. shida kubwa The bigger ni problem, matukio. it is the results. Kwa sababu gani? Why? Tutajua ni mbegu gani uliyopanda wakati wa mavuno. We shall notice the seed that you sow in the time of harvest. Wakati unapanda huko peke yako, The moment you are sowing, Ni you are siri just yako alone. peke yako. It is your own secret. lakini sisi But for us, tunajua ulipanda nini wakati wa mavuno. we shall know whatever you Kwa sababu planted ikiwa in the time mbegu of harvest. ikiwa mbegu ni siri, It is lakini ikiwa mbegu ni siri, if the seed is secret, lakini mavuno si siri. the harvest can never be secret. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ina maana kwamba tutajua ni mbegu gani ulipanda We wakati wa shall mavuno. know whatever seed that you sow. Na ninakuja wapendwa, nimekuja I have come kumtia nguvu mtu mmoja to encourage somebody here ambaye iko na panda. that is sowing. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ambaye iko na panda. That is sowing. Pia ninakuja I came also kumtia nguvu mtu to mmoja encourage somebody ambaye iko na vuna.
who is harvesting. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nitaka kukuambia kwamba I want to tell you, unapopanda as you sow, endelea kupanda. continue sowing. Endelea kupanda. Continue sowing. Endelea kupanda. Continue sowing. Endelea kupanda. Continue Kwa sababu sowing. gani? You continue sowing. Wakati wa mavuno itafanya namna gani? Itakuja. Until the moment or the time of harvest. Lakini neno ambalo nataka kusema hapa, The word that I want to speak here, naweza kuuliza hivi, I want to ask here. uniambie ulipanda mbegu gani mwaka jana? Just tell me whatever seed that you sow last Na year. mimi nikwambie mavuno ambayo utavuna leo. I will tell you the harvest that you're going to reap today. Mbegu ambayo ulipanda jana ni unabii wa maisha yako leo. Because the seed that you sow yesterday, you're going to reap it today. Wachungaji wanaweza kutuombea, ni vizuri. The pastors can pray for us, that is good. Mungu anasikia maombi ya wachungaji. God hears the prayers of Lakini kuna neno ambayo inaandikwa hapa, but the word has been written here. akipandacho mtu ni kile atavuna. Whatever you sow, whatever that you reap. Unafikiri ukipanda mabaya mchungaji ataivuna? You think that if you sow bad things, the pastor is going to reap? Unafikiri ukipanda mazuri ni mchungaji anavuna? Or you think that if you plant good things, the pastor is Biblia going to reap? inasema akipandacho mtu, The Bible says whatever somebody akipandacho sows, mchungaji, whatever a pastor sows, akipandacho askofu, whatever a bishop sows, akipandacho mtu awaye yoyote, whatever anybody ni sows, ile atavuna. is the whatever Alafu they are going mimi to reap. nimekuja kuambia kwamba I came to tell you, usichoke na kutenda mema. never get away Panda mema tena. do good again, Panda mema tena. so good again, Panda mema tena. so good again. Watu wanakuchekelea, panda mema tena. While people are laughing at you, do good again. Utavuna You shall reap ile ambayo umepanda. whatever that you sowed. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise the Lord. Unajua kuna watu ambao wanadanganya watu wengine. No, there are people who actually cheated Na me. hii naisema na huzuni sana. And I'm saying this to a Wanasema lot of kwamba people. And they're saying mwaka ambayo inakuja ni yako. the next year, the year coming is your year. 2022 ni yako. 2022 is your year. Lakini ni yako, ulipanda nini ili uvune nini ndani ya mwaka wa But it is 2022? yours, but whatever you sow is whatever you're going Nini to reap ulipanda next year. ndani ya mwaka 2021? Nini ulipanda ndani ya mwaka wa 2021? What did you plant in the year Ili 2021 kwamba uivune ndani ya mwaka 2022. so that you can reap in the year Kwa 2022? sababu mavuno ya 2022 Because the harvest of itatokana na 2022, mbegu mzuri ambayo ulipanda 2021. it will determine by the good seed that you sowed 2021. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Biblia inasema vizuri, The Bible says inasema kwamba hawamchekelee Mungu. our God is not mocked. Kifaransa ndio inasema vizuri sana. Nasema hivi. Kifaransa ndio inasema vizuri sana. In French it says, Inasema on ne se manque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, il le moissonnera au temps convenable. Hiyo ndio neno ambalo niko nazungumzia, tusijaenda mbali. Biblia inasema namna hii kwamba it says hawamchekelee Mungu. that our God is never mocked. Akipandacho mtu Whatever ni somebody ile sows atavuna. is the same he's going to. Yesu amekuja kwetu na amekuwa mfano mzuri. He become a good example. Amepanda vitu vizuri, He has sown a good seed. ametuonesha njia, He has shown us the way. anatuambia sana nyi mpande He has said vizuri ambayo nimeinvest ndani yenu. whatever that I invested in you plant. Na tunasema kwamba wapendwa, And we say, ikiwa mbegu ni neno, if the seed is the word of God, ikiwa mbegu ndio mwanzilishi wa kila kitu, and if the seed is the pioneer of na maana kwamba everything, yale ambayo tunakiri ndani ya maisha ya wengine ni mbegu, whatever that we confess in other people is seed. yale ambayo tunataka kwa ajili ya watu wengine ni mbegu, Whatever we want from other people is a seed. maombi ambayo tunaomba kwa ajili ya watu wengine ni mbegu, Even the prayer that we pray for other people is mafungo a ambayo seed. tunakesha kwa ajili ya watu wengine ni mbegu. Anything that we do to other people is a seed. Mbegu ambayo niko nazungumzia hapa si sadaka peke yake, Whatever that I'm speaking about is not lakini niko about nasema offering. mazuri ama mabaya I'm talking about the good ambao things and the unafanya bad kwa things ajili ya watu wengine. that you do to other people. Lakini shida ya Wakristo leo, The problem of Christians, niko nyumbani, wacha niseme, let me say, because I'm at home, niko nyumbani, wacha I niseme, am home, let me say, shida ya Wakristo leo wapendwa, problem of Christians, hawangojeane kwa vitu Eating. aibu ya mtu mwingine ni kwamba apate maneno ya the kuzungumza. shame of another person so that they can laugh. Unakutana Mkristo You meet a Christian, iko na ngoja he's waiting hali ya mtu mwingine ya kupata shida kubwa ili kwamba afanye namna gani apate maneno ya kusema. somebody else to have problems so that they can laugh. Tuko pamoja? Are we together? Hii iko kanisani wapendwa. I am in the church. Mtu anangoja kushindwa mtu mwingine. Somebody is waiting somebody to fail. Mtu anangoja hali ya mbaya kwa ajili ya mtu mwingine Somebody is waiting somebody to go through hard times so that they can laugh. ili kwamba apate maneno ya kusema. So that they can have words to speak about. Nimealikwa Malawi
I have been invited in Malawi. na wakati nimefika Malawi And when I went to Malawi, nilikuwa na nafasi mzuri ya kuhubiri neno la Mungu. I had an opportunity to speak the word Na of God. Mungu alivyonitumia, And the way God used me, nilikaa na mchungaji wa kanisa. I sat with the pastor of that church. Mchungaji wa kanisa aliniambia kwamba usikae hotel, Say, don't go, and the pastor said, don't lakini go and live in a ukae hotel. ujifunze pia lugha zetu pamoja na jamaa zangu. You come and learn our languages, and also the people here just get to understand them. Na nilikaa pamoja na wao, I stayed with them, lakini mke wa huyu mchungaji, but the wife to that pastor, niko nasema Malawi, I'm speaking about Malawi, sasa niko Kenya. and now I'm in Kenya. Sasa sijasema, nasema mke wa mchungaji Malawi. I'm talking about a pastor's wife in Malawi. Huyu mama alinipatia sumu. That pastor gave me poison. Alinipatia sumu. He gave me poison. Na wakati alinipatia sumu, When he gave me poison, mimi sikujua. I never knew. Nilipanda ndege narudi. I took a flight and came back. Nilikuwa na mkutano mwingine ambao nilitakiwa kuja kufanya Bujumbura kwa PEFA yetu Bujumbura. I had another meeting in PEFA Bujumbura. Na wakati nilifika kwa airport nikaanguka. When I arrived at the airport, I fell down. Na wakati niliamka damu ikaanza kutoka, natoa damu. So I fell down and blood came out from everywhere. Na walitafuta ni shida gani ambayo niko nayo. They tried to see what the problem was. Hawakuelewa shida gani ambayo They niko do not understand. I did not get what it walinipeleka was. hospital. They took me to hospital. Lakini walitafuta magonjwa ambayo niko nayo ikuonekana. They tried to diagnose any problem within me that did not. Wakanitia herborist. Ina maana kwamba watu ambao wanatunza kwa madawa ya kienyeji. So they brought those people who treat using mitishamba. Wakaangalia kwamba si mitishamba. Ni wale watu ambao wanatunza. Herborist wanaoita namna gani? Hawa watu ambao wanatunza kwa majani, si waganga. Herbalist, the herbalist. Sasa wewe unataka kuniaibisha kanisani? Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sasa unajua Kiswahili lazima kuwa careful nayo. Kabisa. Waliwaita wa ndugu. So they called the herbalist. Na waangalie shida gani niko nayo. So that they may try to diagnose the problem. Na walikutana kwamba nilikuwa na sumu ambayo ilikuwa ni kali ndani yangu. And they found that I had poison that was so poisonous in me. Na nilijua kwamba kanisani hapo sikutoka, nilibaki kwa mchungaji peke yake. So I knew I never went to the church. I actually stayed with the pastor. Waliambia kwamba watanitunza. So they had said they were going to take care of me. Madawa ambayo waliniambia nishike. Dawa ambayo waliniambia nichukue. The medicine that they told me to take. I cannot. Na nikamwambia Mungu. And I told God. Nimekuja kuhubiri injili, si kwamba niko yatima. I came to preach the gospel, not that I am an orphan. Nilikuja kuhubiri injili kwa sababu mmeniita nihubiri injili. I came to preach this gospel because you si called me to preach. kuhubiri injili kwa kuwa niko maskini. I never came to preach the gospel so that because I was poor. Hapana. No. Si kuhubiri injili kwa nikuwa refugees kwa nchi yangu alafu lazima nihubiri injili, hapana. I did not come to preach the gospel because I'm a refugee in our country. Nilifika kuhubiri injili. I came to preach this gospel. Nilikuwa na kazi yangu, nafanya kazi yangu. I had my own job. I was working. Nilikuwa nafanya kazi ya gold Congo. I was working with gold in Congo. Miaka mitano. For good. Nilikuwa na pesa yangu. I had my own money. Na Mungu akaniita. And God called me. So nikamwambia Mungu, I told God, tumaliziane hapa. Let us finish one and nikufe wala nipone. So it is either I die or you either heal. Watu waliletea vitu vingi sana. And I talked many things. Wanaambia mfanye namna hii, apelekwe, na nikasema hapana, hivi vitu zitakubali. I said I will not allow. Mimi na Mungu tunamaliziana hapa hapa. Me and God namalizini hapa. Nilala usingizi. I slept. Na wakati nilala usingizi, when I slept, Mungu alifungua macho yangu. God opened my eyes. Nikaona ananiambia nyosha kidole. And he showed me the finger. Nikanyosha hiyo kidole yangu. I showed with the finger. Weka kwa tumbo. Na weka kwa tumbo. Tumbo inafunguka. Ndani kuna uchafu mtupu. Natoa. So there was. Alafu ananiambia nasikia weka mkono. Naweka mkono. I put my hand. Naona inashona. I'm trying to knit. Inashona yeye yenyewe. Inashona, inafunga, ina maana. It is just coming together. Na nilipotoka ndani ya usingizi, when I woke up, nilikuwa vizuri. I was good. Na mkutano nilifanya hapo, and the meeting that I did there, Mungu alinitumikisha sio kwa ya kawaida. God did miracles that were not common. Na nilimaliza hapo. When I finished there, nikapata nafasi ya kurudi South Africa. I found another opportunity to go back to South Africa. Lakini nikasema, and I said, nitatafuta njia kurudi Malawi.
I'm going to look for a way to go niende back to nimuone huyo mama Malali, mchungaji. so that I see that pastor's wife. Si kwenda pigana na yeye, hapana. Not go to fight with her, no. Nilienda kurudi tu kuona kwamba Mungu ni mzima. I just want to go so that she may see that I'm still alive. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na wakati nilifika kwa mama mchungaji, When I reached there, aliposikia kwamba ni mimi nakuja, alikimbia ndani ya chumba, hakutoka. when she saw it was me who was coming, she ran away. Alikimbia ndani ya chumba akakaa huko. She ran and hid herself in Mimi a room. nikakaa kwa saluni ama I just stayed at the sitting room. na nikakaa nacheza na watoto. I just prayed with the Nikacheza na watoto, nikacheza na watoto. Baadaye mume wake akakuja. After all, the husband came. Anaingia saluni, Sema Salum, anaingia ndani ya sitting room hapo. in the sitting room. Sasa ananikutana nakaa. I found me sitting down. Anashtuka. Na mbona hukuniambia kama utakuja, imekuwaje? Said, why didn't you tell me that you're Nilikuwa na coming? mkutano South Africa. Said I had a meeting in South Na Africa. nilitaka tu nikuje hapa niwasalimu. I just wanted to come here and pass my Anasema greetings. hakuna mtu nakutana hapa. I said, you are not meeting anybody here? Anauliza watoto, mama yenu yuko wapi? And he asked the children, where is your Mama mother? iko ndani ya chumba. Say the mother is Unaona inside anafanya the nini room. ndani ya chumba? What is she doing in the Mume room? wake alimwendea huko. So the husband went for Nasikia her in the room. watu wanaanza kupigana. And people started Wewe fighting. usalimie mgeni, unanipatisha haya. Why are you not? Unanipatia aibu. Wewe salimia mgeni. You are bringing shame on me. Why are you not attending the visit? Unanipatia aibu. Wewe salimia mgeni. Why are you shaming me? Huyo mama alikataa kutoka. The woman did not come out. Alikataa kutoka. She refused to come out. Sasa wakati alikataa kutoka, When she refused to come out, wakafanya dakika 30. like 30 minutes, Wanagongana huko ndani they're ya. just quarreling there. Lakini mwisho At the end of it all, mama alitoka na machozi kwa macho. the woman came with tears in her eyes. Iko natoa machozi. Tears are coming out of her eyes. Na wakati alikuja akaanguka kwa miguu yangu. She came under my feet. Akaniambia, mchungaji, she said, unisamehe. Pastor, I beseech you just to forgive me. Unisamehe. Just forgive me. Nikamwambia, nikusamehe kwa nini? Why should I forgive me? I asked. Ananiambia unisamehe tu. She said just forgive Sasa me. mume wake ananiambia mchungaji akusamehe, amefanya vibaya kuja And the kwetu. husband asked, why should the pastor forgive you? What have you done? Ananiambia, And she said, vibaya nilivyokufanyia, the bad things that I did for you, nikifanyia mtu hawezi kuishi. I never thought that you're going to live. Haiwezi kuishi. You cannot live. But kukuya yako hapa, But for you coming here, inaniambia hauko peke yako. it has shown me that you are not Hauko alone. peke yako. You are not alone. Huyu ambaye amekufanya urudi tena hapa, The person that has made you to come here again, atanifanyia vibaya, wewe unisamehe tu. but he can do bad. Just forgive me. Nisamehe. Forgive me. Sasa mchungaji pia anashangaa. The pastor is just Sasa surprised. kuna nini haiendeke katikati yenu? What is happening here? Na nikamwambia kuwa clear. I just told her, Zungumza ili kwamba mchungaji ajue ni nini umefanya. but Ama just be clear so that the pastor can understand Akanambia, what you did. nimekupatia poison ukiwa hapa. She said, I poisoned you when you were here. Nilikupatia kwa sababu gani? Why did I do that? Wakati ulifika hapa, When you came here, kazi yangu yote iliharibika. my work was destroyed. Customer wangu hawakukuja tena. All my customers never came back again. Lakini nilianza kuwa sina pesa ambayo nilikuwa ninapata kwa urahisi. I just find myself I have Sasa no money. niliona nikikupatia poison utaenda haraka. So I knew if I poison you, you're going to go fast. Na kazi yangu itaendelea kuwa. And my work shall move on. Nilimwangalia. I looked at her. Lakini nilitoka And then I came out. na nimerudi. Baada ya siku 5 mama alifariki. After 3 days, the woman passed. Sikusema vibaya juu yake. I never speak any bad things of her. Sikumlaani. I never cast her. Hapana. And no. Nilisema Mungu I just said God akupatie neema may give you grace na akuokoe. and save you. Ndio nilisema tu kwa ajili ya hiyo. That's what I said. Akapiga magoti, She knelt down. tukaomba na mume wake. We prayed with her husband. Mimi nilirudi na nikaenda nyumbani. I came back and went back Lakini home. baada ya siku 5 mama alifariki. After 3 days, the woman passed. Na mimi sikusema vibaya kwa ajili yake. I never said anything bad over her. Lakini Biblia inasema kwamba anayetugusa na kumgusa Mungu. Bible says that whosoever touches God. Anayekugusa na mgusa Mungu. Whosoever that touches you touches God. Anayekugusa na mgusa Mungu. Whosoever that touches you touches God. Na hii nataka kusema kwamba wapendwa, And this one to say, brethren, kwa nini nimetoa hii ushuhuda? why have I given this Kwa testimony? sababu Because nimekazia neno. Nimekazia neno I come today, la kusema kwamba Wakristo wa leo the Christian of today, hawangoje mazuri kutoka kwa ajili ya wale ambao wanakaa pamoja na they wao. are not waiting good things out of the Lakini other mara people. wanangoja wengine waanguke.
They are waiting the failure of other people. mara wanangoja wengine waanguke. They are waiting other people to fail. Inakuwa ni shida kubwa sana. It becomes a problem. Lakini nataka kusema kitu kimoja kwamba I want to say one thing. ni mbegu gani ambayo unapanda ndani ya maisha ya watu wengine? It is which seed are you sowing to other people? Ni maneno gani ambayo unakiri kwa ajili ya watu wengine? Which words do you confess to other Unataka people? wengine waendelee? Do you want other people to progress? Unataka kuona wengine wakiendelea? Do you want to see other people progressing? Unataka kuona wengine wakishuhudia Mungu amewabariki? You want to see people testifying that God has blessed Unataka them? kuona wengine wameshuhudia kwamba wamefanikiwa? You want to see people testifying Unataka that they have kuona been wengine prospered? wameshuhudia Mungu amewaponya? And also testifying that God Unataka has kuona healed them? wengine, ama unataka wale ambao wanashuhudia magonjwa yangu yamebaki, nimeomba, nimefunga, lakini mimi ninaendelea kwa mgonjwa? Or Unasema you want to just see people Hapo ni sawa. testify that I have prayed that I have not kuna healed. wale watu ambao tuko nao wapendwa. We have people. Kuna wale watu ambao tuko nao. We have people. Wakati mwingine nasimama kushuhudia, When somebody stands to give a mtoto wangu ana testimony, ndoa. Mtoto wangu ana ndoa. maybe in a marriage, Wengine ambao wanaumia. other people are hurting. Nimefaulu masomo, wengine wanaumia. Others are hurting. Nimefanikiwa, wengine wanaumia. Kuna wale ambao wako hivyo. When you say you are prospering, others are hurting. Ama ni watu wa kwetu Lubumbashi ndio wako hivyo. Or maybe they are from a place called Lubumbashi that are like this. Nilikuwa nasema watu wa Lubumbashi, si watu wa Kenya. I was speaking about people from Lubumbashi, not here in Kenya. Watu wa Kenya ni wazuri sana. People in Kenya, they are good Lakini people. watu wa Lubumbashi kwa city yangu wanafanya hivi. But people from Lubumbashi like us do Na ni that. Wakristo wanakaa kanisani. And those are Christians Panda vilivyo vizuri kwa ajili ya watu wengine. who never seek good Kiri things vilivyo out of vizuri kwa ajili ya watu wengine. confess good things from other people. Kwa penda tunapozungumzia imani, When we speak about faith, tunazungumzia msingi, we are speaking about foundation. msingi. Na tunapozungumzia msingi, When we speak about foundation, tunazungumzia kwamba imani we are speaking about faith. ni kukiri. It is confession. Imani ni kukiri. Faith is confession. Na ile yote ambayo tunakiri ndani ya maisha yetu, And whatsoever that we confess in inavaa our mwili, lives, inafanyikiwa. it is coming to Tunapokiri prosper. mazuri ndani ya maisha ya watu When wengine, we confess good things to other people, inavaa mwili. what does it do? Tunapokiri kubarikiwa watu wengine, When we confess kuinuliwa about watu blessing, wengine, hii baraka si yao, inarudi kwetu. the blessing is not for them, but Bwana Yesu comes asifiwe to sana. us. Tunapoambia wengine wabarikiwe, When we tell other people to be blessed wengine wainuliwe, and others to be lifted, hamjanielewa hapa. Hamjanielewa hapa. you are not understanding me Kwa here. nini niko nasema hivi? Why am I saying this? Ama kwa nini ninakazia hili neno? Why am I insisting So on this? Yesu anasema ndani ya neno lake kusema hivi. Jesus saying in his word, Anasema kwamba ombeeni adui zenu, say that pray for your enemies mwabariki, and bless them. akiwa njaa umpatie kule. And when they're in hunger, give them food to eat. Biblia inaenda mbali. And the Bible moves Inasema on. kwamba itakuwa makaa ambayo unaweka juu ya kichwa It chake. let become like hot charcoal that you're putting upon their head. Kwa sababu gani wapendwa? Why? Silaha ambayo Mkristo anatumia ni silaha moja peke yake. The weapon that the Christian uses is just one weapon. Silaha ambayo adui anatumia ni silaha tofauti. Now the weapon the enemy uses a different Adui weapon. anatumia silaha tofauti. The enemy uses a different weapon. Silaha ya adui ni gani? Which is the weapon of our enemy? Chuki, Hatred, kukiri maneno mabaya, confessing bad things, kuua, killing, yani kutaka maneno mabaya, laani. even cursing. Lakini silaha ya Mkristo ni moja. But the weapon for a Wabariki Christian, wanaokulaani, to bless them that curse waombee you, wanaokutakia mabaya. and to pray for them that Itakuwa ni wishes you makaa bad. ambayo unaweka juu ya vichwa It's vyao. like a hot coal that you are putting upon their Sasa heads. ukipigana na silaha ambayo si yako, If you fight with a weapon that does not belong to you, hauwezi pigana na silaha ya adui. you cannot fight with the. We cannot be able to fight with the weapon Hautaweza from the kuitumia enemy. vizuri. You cannot be able to use it properly. Lakini adui anajua kuitumia vizuri. But the enemy knows how to do it properly. Ukitaka kupiga adui, When you want to beat lazima or to mpige fight na the enemy, silaha ambayo iko tofauti na yake. it is Hapo better tamweza. to use a weapon that is different from the Na hapo weapon. Paulo alielewa. And for them that understands, Wakati Paulo alielewa, when Paul understood, akasema kwamba mpande yaliyo mema kila siku. you say, Akasema kwamba mpande yaliyo mema kila siku. so that you sow good things every single day, Usichoke na kutenda mema. that you should not get weary in doing good. Usichoke na kutenda mema. You should not get weary in Kwa doing sababu good, utavuna. because in due season you shall reap. Kwa sababu utavuna. In due season you shall reap. Wapendwa, hapa anaweza kuzungumzia aina mbili ya mbegu.
Let me speak about this seed. Aina ya kwanza ya mbegu The first type of a seed, ni mbegu kwa wakati mdogo. Ni mbegu kwa wakati mdogo. it is a seed for a short time. Aha. Ina maana kwamba unaweza kupanda kwa miezi mitatu unavuna. That is a seed that you can sow within 3 months. Kwa you are mwaka reaping. mmoja unavuna. Within 1 year you Na are aina ya reaping. pili ya mbegu And the second type of ni ambayo seed, tunaita mbegu kwa wakati mrefu. it is a seed for a long period of time Inaweza kupandwa that you can sow, lakini kwa sababu umepanda utarajie mavuno. but because you have sowed, you are not Hata expecting, ikishika wakati gani, even if it's how much hata time, ikikawia wakati gani, even if it delays, kwa sababu umepanda, because you have sowed, tarajia kuvuna. well, you just expect to reap. Na hapa kunakuwa shida kubwa. And that's where the problem comes in, Wakati wa kupanda because the time that you're ni sowing, wakati mgumu, it's a very hard ni time. wakati mgumu. It's a very hard Wakati wa time. kupanda The time to si sow, wakati wa kupigiwa mikono. it's not a time that people are clapping hands for you. Wakati wa kupanda The time of si sowing, wakati wanakusifu, hapana. not when people are praising you, no. Wakati wa kupanda The time of ni sowing, wakati mgumu. it's a very hard Biblia time. inasema ni wakati wa machozi, Says a time of tears. si laana, It's not curses. ni wakati wa kupanda, It's a time to ni wakati sow. mgumu, It's a very ni wakati ambao hard unasaulika time. ndani ya jamaa yako, When you are forgetting even with your ni wakati people, ambapo unasaulika ndani ya society yako. even being forgotten by the Wakati wa society. kupanda Time to ni sow, wakati mgumu, it's a very hard ni wakati time. ambapo unasema ukubaliwe. It's time to say that people are not Wakati wa kupanda accepting you. ni wakati mgumu, It's a hard time. ni wakati ambao unapangiwa majina ambayo si yako. You are being people are speaking bad words. Wakati wa speaking for kupanda you. Time of ni sowing wakati mgumu is a very hard ambao time. si wakati wa kuchekelewa, It's not a time that everybody is clapping hands for lakini you. wakati wa kuvuna pia But the time of harvesting inakuja kuvuta machozi ya kupanda. but comes to wipe away tears that tears from the time of your sowing. Kitabu ya Psalms The book of Psalm, ama Zaburi 126 Psalm 126, 5 na 6 inasema hivi, 5 and 6 says, inasema wale wapelekao mbegu yao kwa machozi, those who go to sow their seeds in tears, wale wapelekao mbegu yao wakilia, those who go to sow their seeds as they cry, wanaporudi hao watu as they come back, hawarudi wakilia tena, they do not come again lakini crying. wanarudi wakicheka, They come with joy. wanarudi kwa shangwe na vigelegele. They come with Ina maana celebration. kwamba, wapendwa, niseme hivi, This one I want to wakati say, wa kupanda ni wakati wa kukataliwa, the time of sowing is a time of rejection. lakini unapokataliwa panda tena. But even when they reject you, sow again. Unapoitwa majina panda tena. When they call you names, sow again. Wanapokuita majina ambayo si yako panda tena. When they call you names that does not belong to Wanapokukataa ndani ya you, sow again. society panda tena. When they reject you in the Kwa sababu society, wakati sow again. utavuna, wapendwa, Because the time of harvest, utaingia ndani ya society. Utaingia ndani ya society you ambayo shall ulikataliwa. be assimilated again to the society. Lakini usipopanda, If you fail to sow, wakati wa mavuno haitakuwa. the time of harvest will never come. Wakati wa mavuno haitakuwa. The time of harvest will never come. Unapokubali kupanda ndani ya dharau, When you accept to sow at this time, pia kuvuna ndani ya heshima. you are going to reap in honor. Lakini kuna watu ambao wanapigania heshima peke yao. There are people who just fight for honor. Kuna watu ambao wanapigania majina peke yao. They just fight for names. Hapana, haifanyike namna hii. It does not work that way. Haifanyike namna hii. It does not work that Inakuwa way. wakati wa kupanda Whatever that you sow, na inakuwa wakati wa kuvuna. it's also there's a time to sow and there's also time to harvest. Iko namna hiyo. It's that way. Nukta ya nne kwa ile ambayo kunazungumzia, The second point that we're talking about, wakati wa kupanda nimesema kwamba ni mgumu I say that the time of sowing is na a very difficult time. inahitaji kudumu. It requires resilience. Inahitaji kupanda tena. It requires Inahitaji kujitahidi. it requires a hard work Ukiangalia wakati wa mavuno, as you focus
ukifanikiwa pasipo mateso mengi, and if you prosper without being persecuted, usijipige kifua. don't beat your chest. Haleluya. Amen. Utajua kwamba kuna yule ambaye alipanda katika magumu. There's that particular person who Kuna yule ambaye sowed alipanda in katika difficult mateso. time. Kuna yule ambaye alipanda katika mateso. There's that particular person who sowed under persecution. Na avuna wakati mzuri ama wakati wa But urahisi. you are here reaping in a good time. Kwa hii neno naweza kuzungumza hivi. This is what I want to say. Naweza kurudia katika kanisa letu la Mineva, katika kanisa letu la Pefa hapa. I can repeat it here in our church in Pefa. Kanisa ambayo tumesimama ndani, The church that we are standing in, iko na mahali inatoka there's a place this church is coming na from, mahali inaenda. and the church where the, and Lakini the place wenda the church is mwanzo ya going. hii kanisa kuna wale ambao walianzisha hii kanisa, There are those people who became pioneer of this church. walianza kwa wakati mgumu. They began in a very difficult time. Walianza ambapo mvua inanyesha mahali wanakaa, wanakimbia kwa sababu hawezi kushiriki kwa sababu haijajengwa vizuri. They began in a place where when they are worshiping, sometimes the rain comes, they have to move from that particular place. Walikaa wanakuja na vaa shati nyeupe kama yangu hapa. They came putting on a white shirt like the one here. Lakini wanarudi nyumbani imekuwa chocolate kwa sababu mvua ya matope imewanyesha. As they go back, that shirt looks like chocolate because of Wapendwa, mud. hii kanisa imetoka mbali. This church has come from very far. Na mahali inakuwa tena kuna mahali inaenda. And from wherever it is, this church is a place. Lakini kuna wale ambao walisimama wakati mgumu, those people who started na walipanda kwa wakati mgumu, and they showed walitabika wakati mgumu. They hawakuwa na teknolojia ambayo tuko nayo leo. They did not have the technology that we have today. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hawakuwa na teknolojia ambayo tuko nayo leo. They did not have the technology that we hawakuwa have na today. viti ambao tumekalia yako leo. They did not have the good seat that the one we are sitting today. Lakini walijitahidi. But nevertheless, kwa sababu walifikiria kwamba because they knew kuna yule ambaye atakuja nyuma yetu, the person who is coming haitahitaji ateseke tena sana. They don't need to be persecuted again. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Lakini atasimama anasema, they'll stand and say, kuna yule ambaye amepanda katika magumu, is that particular person that has sown na mimi ninavuna kwa urahisi, but I am reaping in an easy time. Ni mfano tu It is just but an ya example mahali tumetoka, from where we have come from, injili ambayo tumepokea leo, and the gospel that we have received today, ama wale ambao wameanzisha injili, kutuhubiria injili, and those who began this gospel and preached to us, walikuwa na neema ya Mungu, they had the grace of God, walikuwa na Mungu ndani yao. they had God in them. Lakini Paulo akikwambia challenge ambayo amepitia katika injili ilikuwa ni vigumu sana. If they explain to you the challenge that they have gone through, alikuwa na safiri. Paulo hakuwahi kutumia ndege. Paul was traveling and he never used a flight. Alikuwa na Mungu, hakuwa na Mungu. He had God. Alikuwa na Mungu. He had lakini God. hakuwahi kupanda ndege. He never had a flight. Ile ambayo ilikuwa VIP yake ya usafiri ilikuwa ni ngamia ama anatumia boti ya mbao. He used a camel or maybe a boat. Boti ya mbao. A wooden boat to na travel. Kuna mahali walifika na pasuka ndani ya maji. And sometimes they had a shipwreck even in the lakini waters. kwa sababu Mungu alikuwa pamoja na wao, wanaendelea katika kuhubiri. But because God was with them, they moved on. Na walifariki wapendwa. Wote wamefariki kwa hali mbaya sana. And some of these people, they died a very bad Hakuna death. mtume ambaye alifariki kwa heshima. There's no any other apostle who died in Hakuna honor. mtume ambaye alifariki kwa heshima. There's no any other apostle who died in honor. No. Wote walifariki kwa njia mbaya. All of these people died in a very miserable way. Walikuwa natufikiria sisi. They were thinking of us. Hallelujah. Amen. Walihubiri kwa wakati mgumu. They preach in hard times. Sisi tunahubiri kwa wakati rahisi leo. We are preaching in a very Nikitaka kutoka Rwanda natumia saa fulani na dakika ngapi niko hapa kwa If you want to come up from Rwanda, just use some few hours, I'm here. Ninatumia dakika kidogo niko hapa. Few minutes I'm here. Saa kidogo niko hapa. Few minutes I'm Lakini here. siwezi kujipiga kifua. So I cannot just stamp myself. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kuna wale walihubiri kwa wakati mgumu. There are those who preach. Kuna wale waliteseka wakati mgumu. There are those people who had challenges. Na leo sisi tunahubiri kwa wakati ambao ni rahisi kwa ajili And yetu. for us today, we are preaching in such but a very easy Hiyo ni way. neema kutoka Mungu wapendwa. That's grace from God. Ndio maana nilisema hivi. One day I'm trying to say Ukiteseka sana, that challenges that you go through in life, ukiteseka sana, when you go through challenges in life pasipo kupata yale ambayo ulikuwa unatesekea, and you fail to receive whatever that you are looking for, usijiue. don't kill yourself. Lakini jua kwamba Know that kuna yule ambaye atakuja nyuma yako that particular person is going to na come hatahitaji before you. mateso mengi, lakini ataendelea kwa They urahisi. don't need to go through so much challenges to Na wewe receive whatever you want. ukifanikiwa pasipo mateso mengi, And if you
prosper without having challenges in Usijipige life. kifua. Don't chest stamp yourself. Lakini utakumbuka kwamba kuna wale ambao waliteseka kabla yako. Remember, there are those people who went through challenges before you. Nukta ya 6. Niende kumalizia. Nukta ya 6. The 6 points, even as I come to. Ukitaka kuvuna kila leo, If you want to reap every other single day, panda kila leo. sow every single day. Ukitaka kuvuna kila leo, If you want to reap every single day, panda kila leo. sow every single Kwa day. sababu gani? Why? Mavuno ya leo The harvest of today, inatokana na yale ambayo ulipanda jana. it is a result of whatever that you sowed yesterday. Mavuno ya leo The harvest of inatokana na today, ile ambayo ulipanda jana. it is a result of whatever that you sowed Alafu yesterday. ukitaka kuvuna kila leo, If you want to reap every single day, panda kila leo. sow every single day. Ukitaka kuvuna kwa mwaka unakuja, If you want to reap in the coming year, anza panda leo wapendwa. start planting Panda today. vilivyo vizuri ndani ya maisha ya watu wengine. Start planting other good Panda things vilivyo from other vizuri kwa people. ajili ya kanisa yako. Plant good things for your Panda church. vilivyo vizuri kwa ajili ya watoto wako. Plant good things for your children. Wengine unakiri mauti kwa ajili yao, kiri uzima kwa ajili When yao. others are confessing death, you confess life. Wengine unakiri laana kwa ajili yao, kiri baraka kwa ajili yao. When others are confessing curse, you Dunia confess blessing. inapokiri mateso kwa ajili yao, kiri kuendelea kwa When ajili yao. others are confessing challenges in their life, you confess. Watu ambao blessing wanapokiri in their life. kutokuendelea kwa ajili yao, kiri kuendelea kwa ajili yao. Those people who are confessing they'll never Na move hii on, itatokea. confess they move on. Na hii itatokea And this will come, na utaishi ndani ya maisha yako. and you shall see in your Nukta life. ya mwisho kabla tujaomba, The last point, even as we come to pray. nukta ya mwisho kabla The tujaomba, last point as we come to pray. niambie ulipanda nini mwaka. Just tell me, what did you sow as we began this year? Na mimi nikwambie utavuna nini mwisho wa mwaka. I will tell you at the end of this year whatsoever that you're going to Bwana Yesu asifiwe sana. to pray to reap. Niambie Amen. ulipanda nini mwanzo wa mwaka. Just tell me whatsoever that you sowed the Na mimi beginning of nikwambie this nini year. ambao utavuna mwisho wa mwaka. I will explain to you whatsoever that you're going to Ndiyo reap this mwaka year. mwaka ambao inakuja ni yetu. The coming year, for sure, it is Mwaka our ambao year. inakuja ni yetu. The coming year is our year. Lakini itatokana na mbegu ambayo umepanda. But it shall be determined by whatever seed that you sow. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mimi nitataka ubarikiwe. I would wish you get Mimi nataka blessed. uendelee. I would wish you Mimi move nataka on. ufanyikiwe. I would wish you Mimi nataka prosper. uinuliwe. I would wish you be Mimi nataka uplifted. ufunguliwe. I would wish you Lakini nini ambao kunapanda kwa ajili yako na kwa ajili ya watu wengine? whatsoever that, but what are you sowing for other people and even for yourself? Kwa hiyo maombi yangu My prayer na maombi yako asubuhi ya leo, and my prayer this morning, tutaenda kumwambia Mungu, just to tell God, tutabadilisha aina ya mbegu. we are going to change the kind of a seed. Tutabadilisha aina ya We mbegu. are going to change the kind of a Hatutapanda seed. mabaya tena. We shall not sow Kwa bad things sababu hii again. mabaya ambayo tunapanda ni kwa ajili yetu sisi wenyewe. Because whatever that you plant evil Mabaya ambayo for others tunakiri shall kwa come ajili ya to watu us. wengine ni kwa ajili yetu wenyewe. Whatever we sow evil to Mema ambayo others shall come to tunafanya us. kwa ajili ya watu wengine ni kwa ajili yetu wenyewe. Whatever we do bad to other people, it's for Tutamwambia our Mungu, own sake. tutamwambia Mungu, We shall tell God, tusaidie kupanda aliyo mema. help us to Tusaidie sow kupanda good aliyo things. mema. Help us to sow good Tusaidie things. kubariki wengine. Help us to bless other people. Tusaidie kubariki maadui zetu. Help us to bless even our enemies. Tusaidie kubariki watoto wetu. Even to bless our Tusaidie children. kukiri maneno ya baraka kwa ajili ya maisha yetu. Also to confess words of blessing Kwa upon our sababu lives. katika ulimwengu wa roho So that in the spiritual realm, yote yana masikio. they have ears. Yote yana masikio. The spiritual realm has ears. Katika ulimwengu wa roho In the spiritual realm, yote yana masikio. everything has Neno ears. yote ambayo nasema ulimwengu wa roho inasikia Whatever that you say, na the spiritual inaipelekea realm kuvaa hears. mwili. And it shall Simama kwa be miguu yako miwili, You can stand with your two tumwambie Mungu feet neno. as you say something to God. Tumeelewa umuhimu wa mbegu We have known the na tutamwambia importance Mungu of the tutaenda seed, kupanda iliyo mbegu mzuri. and we are going to tell God to help us to sow a Tutaenda good kupanda seed. uponyaji ndani ya maisha ya watu We are wengine. going to sow healing upon other Tutaenda people. kukiri mema kwa ajili ya watu We are wengine. going to confess better Tutaenda things kukiri upon furaha other kwa ajili people. ya watu wengine. We are going to confess Tutaenda joy in kukiri other people. kuendelea ndani ya maisha ya watu We are wengine. going to confess progressive Na upon mwanzo other ya people. mwaka, As we begin the next mwisho ya year, mwaka, even the end of the furaha year, itatoka ndani ya maisha yako. joy
Joy shall always be Amani in your life. haitatoka ndani ya maisha yako. Peace shall never cease in Kuendelea your life. haitatoka ndani ya business yako. You shall prosper even in your life. Ile ambayo unataka kuwatendea wengine, Whatever that you want to do to other Biblia inasema people, kwamba watendeeni hivyo hivyo. the Bible says that do the same to you. Tuko mbele zako asubuhi ya leo. We are before you. Tunakubariki. We worship you, Tunasema Jesus. asante Thank you, our kwa neno Father lako ambalo and our God. limekuja kwetu asubuhi ya leo. Your word has come to us this morning. Asante kwa upendo wako. Thank you for your word. Asante kwa kupanda mema ndani ya maisha yetu. Thank you for sowing good things in our Asante kwa lives. kupanda uponyaji ndani ya maisha Thank yetu. you for sowing healing Asante in kwa our kupanda lives. uzima ndani ya maisha yetu. Thank you for sowing Asante kwa kupanda tumaini ndani ya maisha yetu. even sowing hope in our lives. Ulipopanda ndani yetu, When you sow in our lives, unataka vile vile sisi tupande ndani ya maisha ya watu we wengine. are going to sow even in other people. Amsaidie kaka na dada. Help us, oh God. Msaidie kaka na dada. Help us, oh God. Msaidie kaka na dada. Help us, oh dear Lord. Msaidie kaka na dada. Help a brother, help a Ili sister, kwamba so that tuweze kupanda yaliyo mazuri we shall sow whatever na that aweze is kuvuna good. mazuri ndani ya mwaka We are unaokuja. going to reap better Aweze things in kuvuna the life. furaha ndani ya mwaka We are unaokuja. going to reap Aweze joy. kuvuna mema ndani ya mwaka We are going to inayokuja. reap better things. Katika jina la Yesu. In the name of Katika Jesus. jina la Yesu. In the name Kwa of neno Jesus. lako asubuhi ya leo, Amen. kwa neno lako asubuhi ya leo, For your word this morning, nimesimama na uponyaji asubuhi ya leo. we declare healing. Nimesimama na uponyaji I asubuhi ya leo. stand with healing. Nimesimama na amani asubuhi ya I leo. stand with peace. Nimesimama na furaha asubuhi ya I leo. stand with joy. Nikitangaza ndani ya maisha ya taifa I yako. declare in our lives, Nikitangaza ndani ya maisha ya watoto wako. in the lives of your people. Nikitangaza ndani ya maisha ya kanisa I la declare in PEFA. the lives of your people. Katika jina la Yesu. In the name of Nikitangaza kwa mtandao kwa wale wanaotusikiliza. even those that are Aliye watching us mgonjwa online, apokee uponyaji. that they are going to receive Aliye healing. ana furaha, aliye ana furaha apokee The one furaha. that has have Aliye ana nguvu apokee furaha. they receive Katika joy. jina la Yesu. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. In the name of Nilikuwa Jesus. nasikia uwepo wa Mungu ndani ya nyumba. I feel the presence Nilikuwa of God. nasikia uwepo wa Mungu ndani ya nyumba I asubuhi ya leo. feel the presence of God in the house. Iko ndani ya nyumba. The presence of God is in Iko the ndani ya house. nyumba. It is in the house Anaenda of God kugusa maisha yako. that you may touch your Anaenda life. kugusa maisha yako. That is going to touch your life. Inua mikono yako. But lift your hands Mkono wa Mungu uko juu yako sasa. as we continue to pray. Mkono wa Mungu uko juu yako. The hand of God is upon you. Mkono wa Mungu uko juu The yako. hand of God is Inua upon you. mikono yako mahali ulipo. Lift your hand wherever you Kumwambia are. Mungu asante kwa Just uponyaji. tell God, thank you for your healing. Asante kwa uponyaji. Thank you for your healing. Asante kwa uponyaji. Thank you for your healing. Asante kwa baraka zako. Thank you for your blessing. Asante kwa uchungaji. Thank you for the pastors. Asante juu ya jamaa yangu. Thank you for each and every one of Asante us. juu ya huduma yangu. Thank you for my ministry. Asante kwa ajili ya umama wangu. Thank you for my Asante father. kwa ajili ya ujana wangu. Thank you, my God. Asante. Thank you. Asante. Thank you. Asante. Thank you. Asante. Thank you. Mkono wa Mungu uko juu yako. The hand of Dada God yangu, is mkono wa upon you. Mungu uko juu yako. The hand of God is Mkono wa upon you. Mungu uko juu yako. Mwambie tu asante. The hand of God is Leo upon you. tunamwambia Mungu asante. The hand of God is upon you. Just Asante, say thank you, asante, say thank you, asante, say thank you. asante, asante. Just say thank you to the Asante, Lord. Just asante. say thank you unto the Lord. Iko hapa, iko hapa. Lift your voice Mkono wa and say Mungu uko thank juu you unto the yako. Lord. The hand of God is upon Kuna you. uponyaji ambao iko natembea There ndani ya is mkutano. healing in this place. Kuna mponyaji ambao iko natembea ndani ya Healing mkutano. in this place. Kuna stomach ambayo iko na kuachililia. There is healing in this place. Kuna maumivu ya tumbo ambayo iko na There kuachililia. is healing in this place. Kuna mgongo ambayo iko na achililia sasa hivi. There is healing in this place. Kuna mgongo ambayo iko na achililia. There is healing in this Kuna place. maumivu ya mgongo ambayo iko na kuachililia. Pain in your back. Mwambie asante. Thank Mwambie you. asante. Thank you. Mwambie asante. Thank you. Iko nagusa macho yako. As it touch your Iko life. nagusa macho yako. As it touch your Mwambie life. asante. Thank you, Lord. Asante. Thank you, Lord. Asante. Thank Asante. you. Asante. Thank you. Asante. Thank you. Asante. Thank you. Asante. Thank you, Lord. Asante. Thank you, Jesus. Asante. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Asante. 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 Thank you, Lord. Asante. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Asante. Thank you, Lord. Asante. Thank you, Jesus. Kuna neno usilo liweza. Kuna neno karibu.
Inua tu mikono yako juu. Just lift your hands. Mkono wa Mungu uko juu yako sasa. The hand of God is upon your life. Imba tu pamoja na mimi. As even going to sing. Hii ni wimbo ya Kenya. Hii ni wimbo ya Kenya. Imba pamoja na mimi. Kenyan song, sing with me. Wote wenye mwili, je, kuna jambo gumu lolote? Oh yes. Usilo liweza. Tazama. Yes. Wewe ni Bwana Mungu wa wote wenye mwili. Je, kuna jambo gumu lolote usiloliweza? Tazama, wewe ni Bwana Mungu wa wote wenye mwili. Je, kuna jambo gumu lolote usiloliweza? Tazama, wewe ni Bwana Mungu wa wote wenye mwili. Je, kuna jambo gumu lolote usiloliweza? Kuna jambo usiloliweza. Je, kuna jambo gumu lolote usiloliweza? Usiloliweza. Je, kuna jambo gumu lolote usiloliweza? Labda kuna jambo umekuwa ukimwamini Mungu Bless you, God. na umekuwa ukiona ni ngumu, Thank you. lakini leo wimbo unasema, je, kuna jambo lolote Mungu asiloliweza? Thank you. Nataka tuimuinulie Mungu sauti yako na umwambie Mungu hilo hitaji lako. Thank you, Lord. Mwambie hilo jambo ambalo umekuwa ukiona ni ngumu, hawezi, haiwezekani. Thank you, Lord. Mtajie, mwambie Mungu, macho yangu inakutazama wewe, ninaamini neno lako, ninajua unaweza. Nitendee Baba kabla ya mwaka huu kuisha. Thank you Jesus. Tuimbe huo wimbo tena, je, chorus. Je, kuna jambo, kuna jambo, kuna jambo usiloliweza. Je, kuna jambo gumu lolote usiloliweza? Je, kuna jambo
mikono yetu miwili tunapoenda kuomba. Yes, Jesus. Baba, Lord. tunakushukuru. Baba, tunaliinua jina lako. Mungu, hakuna jambo ngumu usiloliweza. Baba, umetuzungumzia siku ya leo ya kwamba wewe unapanda mbegu mzuri katika shamba lako, ambao sisi ndiyo shamba lako. Baba, asante kwa mbegu nzuri unazopanda, mbegu za afya, mbegu za ufanisi, mbegu za amani, mbegu za kuinuliwa, mbegu za kufanikiwa. Mungu, ninaomba ya kwamba watu wako wanapomaliza mwaka huu, kwa maana Mungu amekuja katika nyumba yako katika Jumapili hii ya mwisho wa mwaka huu. Baba, ninaomba uwakumbuke, ukawatendea miujiza yako Baba, ukawabariki mfalme wa mbinguni katika jina la Yesu Kristo, ukawaponye magonjwa yao Bwana, ukawatembelea katika biashara zao, watembelee manyumbani mwao Baba. Kama kuna jambo mfalme lililokuwa ngumu katika maisha yao Baba, ninaomba kuanzia sasa unaenda Bwana kulitatua kwa sababu ya utukufu wa jina lako. Tunakupa sifa, tunakupa utukufu, kwa maana Mungu utatembelea watu wako. Pokea sifa Baba wa mbinguni, uinuliwe milele mfalme wa mbinguni, kwa maana umetenda na imefanyika katika jina la Yesu Kristo. Tumpigie Bwana makofi na tumfanyie shangwe. Haleluya! Amen. Amen and amen.